Vijana amkeni, nchi hii ni lazima tuendelee kuilinda sisi vijana, hasa wa Chama cha Mapinduzi. Hatuwezi tukaruhusu kitu cha namna hiyo, kwa sababu itikadi zetu zinatuambia tuheshimu mamlaka, lakini tuheshimu hata utaratibu wa kawaida wa maisha, utamaduni wetu wa Tanzania. Tunahimizwa katika kuheshimiana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama umoja wa vijana ambao leo mko hapa, mnapokuwa kwenye baraza lenu kama hili, yako mambo mengi ambayo mnakwenda kuyajadili yanayohusika na ujenzi wa jumuiya yetu kwa manufaa ya chama chetu, lakini yako mengine ya kukumbushana kwamba sisi kama vijana tunapaswa tufanye nini kwa chama chetu, kwa jumuiya yetu, kwa serikali yetu na kwa nchi yetu. Mimi niwaombe sana, pamoja na ajenda ambazo zitakuwa zimeandaliwa kwa ajili ya kikao hiki, haya mambo msiache kujikumbusha ya namna gani Watanzania tunapaswa tuishi. Misingi iliyojengwa na viongozi wetu akiwemo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mzee Karume waliweka misingi mizuri kabisa ya taifa letu. Tumeona kwenye mitandao, lakini waziri wa mambo ya ndani alisema pale kupitia bungeni, tukiwa bungeni pale, kwamba hii mikutano mingine inayofanyika ya kisiasa isifanyike tena kwanza, kwa sababu badala ya kwenda kusema sera na nini utawafanyia Watanzania, unakwenda kuhimiza vurugu, kwamba ifike siku tuandamane, ifike siku tufanye vurugu kwa manufaa ya nani? Ndio maana waziri wa mambo ya ndani akasimama akasema mikutano hii kwanza iachwe, iepukwe kwanza. Sasa na sisi kama umoja wa vijana wa CCM, viongozi wetu wameliona hili, lakini na ninyi mnasikiliza kila siku kwenye mitandao. Hata leo nilikuwa naambiwa na mtu fulani kwamba ukienda kwenye mitandao mule, wako wenzetu wasioitakia mema nchi yetu, wanaenda wanahimiza maandamano yafanyike tarehe 7 mwezi wa 7. Tukemeeni sisi vijana wa CCM kusema kabisa hiki hakifai na hakifai na hakifai kwa nguvu zetu zote, ili jambo hili lisitendeke. Mnakumbuka ile tarehe 29 mwezi ulikuwa wa 10, baada ya uchaguzi, vijana wenzenu waliopoteza maisha ni wengi. Wamepoteza ndugu zetu maisha. Vijana wengi walikwenda, wengine walikutwa hata kwenye maandamano hawapo, lakini anapita ama vurugu zile, basi naye anapitiwa, watu wakapoteza uhai. Leo tukienda tena tukakubali kuingia kwenye vurugu zile, unajua ni nani anakwenda kupoteza uhai? Yawezekana ni wewe mwenyewe ambaye unakubali hili likafanyike. Yawezekana ni ndugu yako ambaye umekubali vurugu hizi zikafanyike. Kwa sababu unapokwenda kwenye vita, huwezi ukajua nani atakwenda kuumia na vita hili. Kwa hiyo sisi kama umoja wa vijana, likiwemo baraza la vijana la wilaya yetu ya Chato, tunapokuwa kwenye baraza letu na tunapokuwa kwenye kikao kama hiki, moja ya jambo ambalo tunapaswa kulikemea ni hayo maandamano yanayohamasishwa katika mitandao. Kama wanahitaji kuandamana, wakaandamane wenyewe kwao huko, lakini sio kwetu hapa. Na mimi kwa kweli niwashukuru sana vijana wa Chato. Hata ile tarehe 29 ya mwezi wa 10 iliyopita ile, sisi Chato haikutokea vurugu. Sisi Chato haikutokea, ikiwemo makao makuu ya wilaya yetu na hata kwenye senta zetu hakuna kilichotokea. Na sasa kama watafanya, wafanye huko. Sisi kwetu ni hapana.
Na sisi kama vijana wa Chato ni lazima tusimame imara, kila mwenyewe kabla ya wakati wenyewe kufika ambao wanausema wao, kuwaeleza vijana wenzetu huko kwenye kata zetu, kuwaeleza vijana wenzetu huko kwenye vijiji vyetu, kwenye vitongoji vyetu, lakini kwenye makundi mbalimbali wakiwemo bodaboda. Ni makundi muhimu sana. Tuendeni tukawaambie wasiingie kwenye mtego huo, kwa sababu mtego ule huwezi ukajua unakwenda kumnasa nani. Msimu huu wa Sabasaba usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi $5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.